Mahakama imeanza mdao katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Tundu Lissu. Mheshimiwa Lissu anaingia akiwa amevaa kombati nyeusi hapa mahakamani na sauti ya High Court inapigwa, kila mtu anasimama na kelele za kumsalimia mwenyekiti zinasimama kidogo. Majaji wanaandika kidogo pale mbele na anasimama wakili wa serikali Renatus Mkude anasema yupo na ajuae Katuga Ignas Cuthbert na Winia na wote tunawakilisha jamhuri na mshtakiwa yupo. Sisi tuko tayari kuendelea na leo tumekuja na P6 yuko tayari endapo mshtakiwa atakuwa tayari. Mheshimiwa Lissu anaulizwa na yeye anasema yuko tayari. Jaji Ndunguru, naomba shahidi aje sasa. Shahidi analetwa kule mbele kwenye box, hatumuoni chochote, tunaona milango tu inafunguliwa, sijui amevalishwa nini. Mlango wa kizimba umefunguliwa muda huu na shahidi anaulizwa umri wake, anasema miaka 24 na ni Mkristo, so anaapishwa muda huu. Jaji anauliza nani atamuongoza, anajibu ni Cuthbert Mbiringe, wakili wa serikali ndio atamuongoza. Anamuuliza unanisikia? Haya, mkazi wa wapi? Mimi natokea Ruvuma Songea na kazi yangu ni afisa usafirishaji bodaboda, anafanyia huko Songea shughuli zangu. Mwezi Oktoba 2024 ni mwaka ambao nilianza kushiriki siasa za chama cha Chadema. Wakili, ulishiriki kivipi? Shahidi wa kificho P6, nilianza kushiriki kwenye mikutano ya hadhara na kuwafuatilia viongozi mbalimbali wa Chadema na nikafanikiwa kuwafahamu Mheshimiwa Lissu na baadhi ya viongozi waliokuwepo Songea. Wakili, wakiwepo akina nani? Shahidi wa kificho P6 anasema alikuwa anaitwa Chiza au Mwamba wa Kigoma maarufu kwa jina hilo. Wakili, Januari 2025 nakumbuka nini? Shahidi wa kificho, nilianza kuwa nimeshiriki siasa za Chadema na kuvutiwa kuwa mwanachama wa chama hicho. Nikaanza jitihada za kutafuta viongozi waliopo Songea, nikamfuata kiongozi wa vijana Chiza na kumweleza nia yangu ya kutaka kuwa mwanachama. Wakili, nini kiliendelea baada ya hapo? Shahidi wa kificho, alinipokea na kunisifia kwa uamuzi mzuri, akasema napaswa kuwa na kadi ya chama. Nilifuatilia hiyo kadi na nikaambiwa nisubiri, mashine bado ni mbovu na ataendelea kunishirikisha kwenye shughuli za chama. Wakili, zipi hizo shughuli za chama? Shahidi wa kificho P6, sisi bodaboda huwa tunakuwa kwenye misafara ya chama na bendera. Wakili, tarehe 4 mwezi wa 4 2025 kilitokea nini? Shahidi wa kificho, hiyo tarehe nikiwa sehemu yangu ya kazi, pia nikiwa na simu yangu ya mkononi aina ya Phoenix Smart 8 nikiwa naangalia mtandao wa YouTube. Wakili, YouTube ni nini? Shahidi wa kificho, ni mtandao wa kijamii ambao unamwezesha mtu kutuma video, audio na maudhui mengine. Anaendelea kwa simu yake ilikuwa na interneti na aliingia Google kumwezesha kuingia YouTube. Shahidi wa kificho, niliingia kwenye akaunti ya Jambo TV, nilifanikiwa kuona na kusikiliza hotuba aliyokuwa anatoa mwenyekiti wa chama cha Chadema, ambapo alionekana akihutubia watu akisema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hivyo tunaenda kukinukisha, tunaenda kuvuruga uchaguzi. Pia nilisikia na kuona akisema tunakwenda kukinukisha na yeyote atakayekuwa pamoja nasi tutakwenda naye na ambaye atataka tutamwacha. Pia alisema kama kuna mtu yeyote anatarajia kugombea asahau jambo hilo. Wakili, pia akasemaje? Shahidi wa kificho, pia hata mimi kugombea wenyekiti msahau pia. Akasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wakili, kingine kipi? Shahidi wa kificho, pia akasema watasema tunafanya uasi. Ni kweli utakuwa ni uasi kwa sababu bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Endelea kusubscribe na kutufuatilia hapa kupitia katika YouTube channel yetu.